Hebu mshangilie Bwana. Piga makofi ya shangwe na vifijo kwa ajili ya praise team. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wasionifahamu, naitwa James Makata. Ni mhubiri wa kanisa la Baptist hapa Kinondoni. Namshukuru Mungu, mwaka 2026 bado na mke mmoja. Hiyo ni neema kwangu. Bwana asifiwe. Na watoto hawa wawili. Nimshukuru sana kiongozi wa ibada. Mungu akubariki, huduma yako ni njema. Kama nilivyosema, ibada ya kwanza inabariki wengi, na mimi ni miongoni mwa watu ambao wanabarikiwa. Na nimshukuru Mungu, leo ni siku ya pili kwa jumuiya kukutana. Jumuiya ya Bunju inaongoza ibada kwenye kanisa hili. Mara kwanza tulianza na mzee Sombe, leo ni siku ya pili. Sisi sote tuko jumuiya ya Bunju. Bwana asifiwe. Lakini kipekee nimshukuru mchungaji kiongozi, mama mchungaji, wazee wa kanisa, mwinjilisti kiongozi kwa kuweza kupata nafasi kama hii. Mungu awabariki sana. Hebu tuwapigie makofi. Na la mwisho kabla sijasahau, niwashukuru sana wazee wa kanisa, kuanzia mchungaji, kamati ya kanisa na uongozi wa kanisa kwa kuweza kufanikisha kwa sehemu kubwa hichi choo huku nyuma huko. Mwaka 4 iliyopita kama sio 5, tukiwa Shalom na Sayuni, tuliwahi kwenda Mbezi Beach pale. Kulikuwa na tamasha ilifanyika kanisa la KKT Mbezi Beach. Tulipoingia kwenye vyoo mle ndani, tukajiuliza maswali mengi. Mbona hakufanani na kwetu? Mbona huku kama kusafi, kama hakufanani kama Yesu? Lakini namshukuru Mungu kwamba nyinyi wazee wa kanisa pamoja na mchungaji mmeweza kufanikisha ndoto zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Mwenyekiti alivyoruhusu, nimeingia mara hizi mara 2. Na mara ya pili nimeenda kufunga tai, maana mna vioo mle ndani. Kwa hata tai nisipofunga nyumbani, sasa hivi nitafunga kanisani. Yaani najitazama complete kabisa. Alafu hamna harufu ya kukufanya uondoke haraka. Hamna harufu kabisa. Kwa smart kabisa. Najua sasa hivi naning'iniza kwenye gari, nikija navaa koti langu mndani nakuja. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa Mungu awabariki sana wazee wa kanisa, Mungu awabariki viongozi na waumini wote. Tuendelee kutoa michango yetu, kama tunadaiwa tutoe ili tuweze kukamilisha ujenzi huo. Mungu awabariki sana. Na kanisa linapendeza kweli. Pasaka ya mwaka huu unatamani ungening'inia hata juu huko ili uone ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, nilijiuliza usharika kanisa la Baptist na Neema, tangu nimefika hapa kila mwaka makanisa yote yanakuja Ijumaa Kuu kufanya hapa ibada. Unajua ni neema hiyo. Makanisa yako mengi ya Baptist Dar es Salaam hapa, lakini kila mwaka mimi najiuliza kwa nini kila mwaka wanakuja Kinondoni? Tunayo neema kama hiyo, kwa tunapaswa tumtukuze Mungu kwa neema aliyotupa. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo, niliogopa asubuhi baada ya kiongozi wa ibada kuja kuanza kuzungumza maneno ambayo mimi sijapanga naye wala hajui somo la leo likoje. Nikasema Mungu ana makusudi kwa ajili ya somo la leo. Ibada ya asubuhi alisema tuko hapa kwa ajili ya neema ya Mungu na ambayo hatustahili. Na katika somo la utanguzi linasema tumekombolewa kwa neema. Tumekombolewa kwa neema. Wala mtu yoyote hastahili kupata sifa wala kujisifia kwa ukombozi, bali ni neema kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na somo la leo linasema, kichwa cha somo cha leo kinasema omba Mungu ili neema ikunyeshee. Bwana asifiwe. Omba Mungu ili neema ikunyeshee. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitaomba mwenyekiti utusomee Zaburi mlango wa 68 mstari wa 9. Kitabu cha Zaburi mlango wa 68 mstari wa 9. Amen. Neno la Mungu linasema, Mungu, ulinyesha mvua ya neema, urithi wako ulipochoka uliutia nguvu. Amen. Amen. Mungu, ulinyeshe mvua ya neema, nilipochoka ulinitia nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Daudi, ukisoma sana maandiko yake utakuta alipita kwenye misukosuko mingi. Katika kauli zake utasikia Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Akaandika, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Msaada wangu utatoka wapi? Ni katika Bwana aliyeziumba mbingu. Yaani katika nyaraka alizoandika nyingi zinaonesha alipita kwa, lakini katika nafasi zote hakuterereka, alimtegemea Mungu ali hai. Bwana asifiwe. Amen. Sasa akafika mahali akaona uwezo wake
ujuzi wake, elimu wake, uzoefu, nguvu zake na mwili wake na chote alichokiwaza sasa kimefika mwisho, kwamba ili niweze kuvuka pale lazima Mungu aninyeshee mvua ya neema. Bwana asifiwe. Mungu aninyeshee mvua ya neema, maana siwezi kupita, siwezi kuvuka katika jambo hili hapa, siwezi mimi kutoka pasipo Mungu kuninyeshea mvua, kwa sababu akili yangu, uwezo wangu na nguvu zangu na mawazo yangu yote na ushauri wote yamefika mwisho. Sema msaada wangu huu katika Bwana aliyeziumba na mbingu na nchi. Akasema, Mungu naomba uninyeshee mvua ya neema. Bwana asifiwe. Neema ni nini alichoomba Daudi? Labda tuangalie neema ni nini, maana yake nini? Tuangalie ya kwanza. Neema ni upendeleo, wema au zawadi ya bure kutoka kwa Mungu ambayo mwanadamu astahili, haifanyii kazi wala hawezi kuinunua. Nirudie tena wale wanaoandika. Neema ni upendeleo au wema au zawadi ya bure kutoka kwa Mungu ambayo mwanadamu astahili, hajaifanyia kazi wala haiwezi kuinunua. Bwana asifiwe. Ndio maana hata kwenye somo la utangulizi nasema hamtu yote astahili kujisifia. Tumekombolewa kwa neema, astahili kujisifia. Kwa neema ni kitu cha kuja wewe ustahili. Tutaangalia mbele kwa nini tunasema hustahili na ukastahilishwa. Bwana asifiwe. La pili, neema maana yake ni upendeleo wa kimungu unaomwezesha mtu kufanya jambo ambalo kwa uwezo wake asingefanya. Neema ni upendeleo wa kimungu ambao unamwezesha mtu kufanya jambo ambalo yeye asingeweza kulifanya, lakini kwa neema ya Mungu linakuwezesha. Bwana asifiwe. Tuangalie tena la tatu, ni nguvu za Mungu zinazompa mtu upendeleo wa kukaa kwenye nafasi ambayo hakustahili. Yaani wewe kama ofisini kwako unapewa cheo ambacho wewe hustahili, lakini kwa sababu ya neema unakaa na unafanya vizuri pale. Mtu anapata nafasi ambayo yeye hastahili kabisa, lakini kwa sababu ya neema, Daudi aliangalia mbali akasema, neema ikinishukia mimi hapa nitatoboa. Bwana asifiwe. Tuangalie la nne, inasema neema ya Mungu inakupa sifa ya kuonekana mwenye neema usiyostahili. Unapata sifa ya kuonekana mwenye neema lakini wewe hustahili. Sasa Daudi alivyoona akasema, Mungu akanishushia neema kwa kitu ambacho mimi sistahili kuwa nacho, hakika katika jambo hili mimi nitakwenda kuvuka. Bwana asifiwe. Na ndio maana leo tukiangalia, unaweza kukaa na mtu akaja hapa akakucholea biashara, utafanya biashara hii, utapata hiki na utapata faida hii, lakini yeye hana mtaji. Yeye mtaji wa biashara hana, lakini anaweza kukuandikia kabisa hii biashara hii hapa hiyo kama, lakini yeye mtaji hana. Unaweza ukaona mtu anajudi kila siku ofisini, ni mfanya kazi mzuri sana, lakini cheo hapati. Anakuja mtu tu siku mbili kashapandishwa cheo. Wenzako kila siku unapelekwa sehemu nzuri, wewe umebaki sehemu hiyo hiyo. Ulishai kuona mtu kamchukua mtoto ya gharama, lakini matokeo yake hayakuwa mazuri, na mtu amekwenda kwenye shule hakuna hata mwalimu wa sayansi, hakuna wa biology, lakini unashangaa akapata division 1. Unajiuliza alijipataje? Kwa sababu neema. Unaweza ukajiuliza, ukamwona binti mzuri lakini haolewi, tukabaki tukasema ya kwetu, lakini tutaangalia huko mbele waliofanya kuolewa ni kwa sababu gani. Sasa Mungu atusaidie sana asubuhi ya leo. Ndio maana Daudi alivyoona akasema, Bwana nishushie neema ili nikipata mvua ya neema hakika mimi nitavuka pale nilipo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna familia moja walikuwa watu 6, 5 wakafaulu chuo, wa mwisho akaferi, na wenzake wakaanza kumcheka kwa sababu umeferi shule, huna akili, huna nini. Lakini cha ajabu, yule ndio alikuja kupata kazi kwenye Umoja wa Mataifa, na alivyoanza kazi akaanza kuwainua wenzake kwa kuwapa mtaji. Bwana asifiwe. Akaanza kuwainua waliofaulu kwa sababu hakustahili. Ndio kazi ya neema hiyo, inamweka mtu ambaye hastahili
akaweza kustahili. Yule akaanza kuinua ndugu zake, sasa fanyeni mitaji, fanyeni biashara, kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Bwana asifiwe. Unanielewa hapo? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ikiwa juu yako inaweza ukafanya mambo ambayo watu hawawezi kuyaona. Labda tuangalie mtu mmoja ambaye naye katika Biblia alipata neema hiyo. Mwenyekiti, naomba tusomee Esther mlango wa 2 mstari wa 16 hadi mstari wa 17. Esther, kitabu cha Esther mlango wa 2 mstari wa 16 hadi wa 17. Neno la Mungu linasema, basi Esther alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme. Mwezi wa 10 ndiyo mwezi wa Tebeti, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Amen. Bwana asifiwe. Mfalme alitaka kuoa, walipelekwa mabikira wengi. Yawezekana walifuga rasta, waliweka mafuta uzuri mazuri, wengine wakatembea na maringo yoyote yale, wakapiga na mapozi yote, wakiwa na uhakika kwamba wakipita pale na mimi mfalme atanichagua kuwa mke wangu. Lakini alipopita neema, alipopita Esther, Biblia inasema neema, kwa sababu Esther alikuwa na neema, akachaguliwa kuwa mfalme, mke wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Sio uzuri wa Esther, yawezekana sio uzuri wa Esther, sio urembo wa Esther, sio muondoko wake, lakini neema kutoka kwa Mungu ndio ilimfanya Esther kuwa mke wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika nyakati zako usiangalie urembo, usiangalie ulicho nacho, tafuta neema, maana inakupa kibali mbele za watu, hata mbele za wafalme, hata mbele ya kuagiza, ili uweze kukubalika. Bwana asifiwe. Esther akawa mke kwa sababu ya neema. Mabikira wengi wamepita, lakini hawakupata nafasi hiyo. Na ndio maana unaweza kuona mtu akamaliza chuo, akakaa miaka 10 au 15 anatafuta kazi hapati. Kila kenda ofisi hapati, kila kenda hapaswi. Kuna mwingine anamaliza chuo, siku ya pili kesha pata na kazi. Tena nasimama na hapa anashuhudia, namshukuru Mungu, jamani nimepata kazi. Hujawahi kuiona hiyo? Hujawahi kuiona? Mungu akupe neema asubuhi ya leo. Mungu akupe neema kwenye elimu yako asubuhi ya leo. Mungu akupe neema kwenye ajira. Mungu akupe neema ofisini kwako. Mungu akupe neema kwenye ndoa yako. Mungu akupe neema kwa watoto wako. Mungu akupe neema kwa mume wako na mke wako asubuhi ya leo. Maana neema ikikaa juu yako, hakika mambo yatakuwa mazuri. Bwana asifiwe. Kuna mama mmoja wiki 2 zilizopita, mimi na tatizo moja, wengine mnajua biashara yangu nayo ifanya. Kwa yule dada staff wa benki akanambia alikuwa na mzazi mwenzake, hawakuoana, lakini walivyoendelea huko mbele ikafika kwamba kila akimwandikia message, akimpigia simu nini, labda mtoto anahitaji tuongee, hajibu wala apokee simu yoyote. Kila akifanya apokee simu. Yule dada alikuwa anafanya ujasiriamali tu, anauza vitu. Mungu akampa neema, akaajiriwa na benki. Sasa ameanza kufanya benki. Alivyoanza kufanya benki, yule baba ndio anaanza kumpigia simu sasa. Halo. Lakini alimdharau nyakati vile, lakini neema ya Mungu ilikuwa bado haijashuka. Neema ile anasema sasa hivi na mimi niko benki hapa sasa hivi, sikubali. Nikamwambia kwa nini? Nikasema msamehe. Alikuwa apokea simu yangu, hakujua kwamba mimi siku moja nikasema wewe unapaswa kumsamehe. Kwa neema ya Mungu usimdharau mtu. Bwana asifiwe. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, hakika utaweza kutoboa. Bwana Yesu asifiwe. La tatu, Mungu akikupa neema, iwe ya nyumba, iwe ya magari, iwe ya mali, usidharau aliyekuwa nacho. Usidharau kwa asiyekuwa nacho. Bwana asifiwe. Usidharau, kwa sababu huyo unayemdharau leo, kesha anaweza kawa mara 2 yako wewe. Sina kutia moyo, maandiko nitasoma yanasema, maandiko ndivyo yanavyosema.
Huyo unayemdharau leo, kesho unaweza kawa wewe ukadharau kwa sababu una gari yako moja, lakini kesho mwenzako akawa na magari mengine. Kwa usidharau, wala usifundishe uzao wako kuwadharau watu, watoto wako, mume wako, mke wako kuwadharau watu, usiwafundishe kabisa, kwa sababu neema ya Mungu haina upendeleo. Mwanadamu ana upendeleo, lakini neema ya Mungu haina upendeleo kwa mtu yoyote. Hapo ulipo Mungu anaweza akakuinua. Nilikuwa na dada mmoja mimi, alikuwa anaimba kwaya. Yule dada bwana, siku moja akanifuata yule baba, akasema, mwenyekiti, naomba niongee na wewe. Nikasema, kuna nini mzee? Akasema, mwanakwaya wako huyu mimi nilimpenda sana, nikaenda kumuomba nimuoe. Akaniambia, bwana wewe una nyumba, una mgari, wewe kwanza hata aibu unaweza kaja kuniongea na mimi mambo hayo? Nikaondoka. Sasa baada ya miaka kwenda, yule baba akaja akaoa. Siku moja yule mama anatafuta viwanja Salasala, wakakutana, akapita kwenye nyumba ya yule bwana, akaona huyu mtumishi mwenzangu tuko naye kanisani, yale yalipita, ngojani mkaribishe, karibu mtumishi, hapa ni kwangu. Anambia, wewe kwako hapa, wewe unaweza kajenga wewe, wewe unaweza kajenga wewe. Sasa kile kitendo yule baba kikamuuma, akasema ngoja nimtafute mwenyekiti wa kwaya, labda kuna jambo ambayo dada mimi nilimkosea. Nikamwita, lakini kuangalia kwamba yule aliyemdharau na vile alivyohitaji Mungu keshampa. Kwa hiyo nasema usidharau mtu, kwa sababu kuna vitu sisi tulioko kwenye ndoa tunavijua. Hata siku moja nilikuwa nasikia ushuhuda wa baba mchungaji hapa na mama mchungaji. Kuna neema inashuka kwenye ndoa mkishakuwa wawili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neema inashuka mkishakuwa wangapi? Wawili. Hata mimi nilivyo kabla sijaoa, sivyo neema ilivyo baada ya kuoa. Kwa hiyo kuna neema inashuka mkishakuwa wawili. Kisu cha msingi, tazama upendo wa mtu na mchakalikaji, na neema ya Mungu itashuka kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa yule baba akasononeka, lakini yule alidharau, lakini neema bado ilikuwa juu ya yule baba, na vile alivisema vyote, nyumba, gari na vyote vikawa navyo. Sasa unapopata Mungu akikuinua, Mungu akikupa neema, usipate kudharau mtu. Bwana Yesu asifiwe. Niombe mwenyekiti utusomee Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 9 hadi wa 10. Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 9 hadi wa 10. Amen. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 9 unasema, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Amen. Umesikia andiko hilo? Paulo anasema mimi ni mdogo sana, tena naliliuzi kanisa, lakini Mungu alinipa neema na nimefanya kazi kuliko wote wenzao kina Petro pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usiogope kwa sababu hujajenga, usiogope kwa sababu hujafaulu, usiogope kwa sababu huna gari. Neema ya kuu yaweza kukutoa hapo tulipo. Mradi omba Mungu akushushie neema ili iweze kukuvusha mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anashangaa, mimi ndio nilitesa kanisa, na kwa mawazo ya mwanadamu tungewaza leo, tungesema hivi kweli huyu ndio alikuwa anatusumbua pale, huyu ndio alikuwa anatunyonga, huyu ndio alikuwa anatupiga. Leo tena anakuja kuwa mtume, tena mtume kabisa. Lakini neema ya Mungu ni tofauti. Ndio maana nakwambia jioni ya leo au mchana huu wa leo, mwite Mungu akushushie neema. Bwana asifiwe. Ulishai kuona tajiri kuanzia Januari mpaka Disemba anaumwa tu? Yaani yule atakula kwake ananawa na dawa na sabuni. Dawa ya sabuni zile ndio ananawa ili asipate bakteria, asipate magonjwa. Lakini wewe ukiletewa hata chips hapa hata usiponawa unakula tu, unachelewa, lakini hakuna magonjwa unayopata. Ulishai kuona hivyo? Ulishai kuona hivyo? Mungu amekupa neema ya afya njema. Sasa Mungu atusaidie, tunahitaji Mungu ashushe neema ya afya njema. Kuna mchungaji mmoja aliniita siku hiyo, ananiambia wenzake walishamwambia wewe kwa heri, unakufa, hutapona.
lakini neema ya Mungu ilishashuka mpaka leo mwaka wa 5 yupo anachapa injili. Anasema neema ni ya Mungu ni kuu. Mwanadamu anaweza kukuvunja moyo, mwanadamu anaweza kukusengenya, lakini neema ya Mungu ikishuka juu yako, hakika ina uhakika kukuvusha mahali ulipo. Hata jambo ambalo linaonekana kwamba haliwezekani, lakini litawezekana kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Watesi wako waliosema utaolewa, watashuhudia ukiolewa. Utajenga, utaishia kupanga, watashuhudia ukiwa umejenga nyumba yako. Utanunua gari, utanunua. Utapandishwa cheo, watashuhudia ukipandisha, kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yako. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie sana. Mchana huu wa leo tumwombe Mungu ili ashushe neema kwenye familia zetu, ashushe neema juu ya watoto wetu, ashushe neema ili sisi tuweze kuwa salama, na lile swala ambalo ni gumu, ambalo haliwezekaniki machoni pa wanadamu,